hiki ambacho mwalimu alijaribu kukipandikiza ndani ya club mpaka sasa hivi tulipofikia, unaamini amefaulu kwa kiasi gani, na kama hajafaulu labda ni kitu gani kimemkwamisha? Mimi naamini kwa namna moja Tausi amefanikiwa. Ila kwa namna nyingine, kwa sababu Bagiza umesema namna moja. Namna moja amefanikiwa. Kwa namna nyingine hajafanikiwa kwa sababu ya mahitaji ya mchezo ambavyo utakuwa na wachezaji wake ambao yuko nao kwa wakati huo. Tuanze na alipofanikiwa. Yes, amefanikiwa ni kwa sababu ya kurudisha baadhi ya performance za wachezaji. Hapa tunamzungumzia mtu kama Idinado. Alikuwa anakaa sana mkeka baada ya kutoka majeruhi. Ila mwalimu naamini kwenye kiwanja cha mazoezi ameona kuna kitu ambacho yeye anakihitaji kwenye kiwanja, Idinado anaweza kumpa. Amemrudisha kiwanjani. Tunazungumza leo ni national team player, amepata call up, tumemwona South Africa. Ni kwa sababu ya performance na leo amefunga pia. Yes, ameionyesha dhidi ya chini ya Tausi. Kwa hiyo naamini ni moja kati ya walimu ambao wamekuja kuleta rhythm nyingine tena. Kuna watu ambao walikuwa wanaamini wao wana nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha Azam, ila Tausi alikuja kubadilisha hiyo kitu kwamba mtu yoyote anaweza kucheza. Issue ni wewe una perform vipi kwenye kiwanja cha mazoezi, una perform vipi kwenye mechi ambayo utapata dakika za kucheza. Kwa hiyo kwenye eneo hilo naamini amefanikiwa. Mahali ambako kulimkwamisha ni hizo injuries za wachezaji. Yaani ilikuwa ni tatizo, na ninaamini pia kwenye kukosa selection sahihi. Yaani unajua hayo mabadiliko alikuwa anayafanya ni kwa sababu pia alikuwa hana timu kamili anayoitaka. Leo utazungumza unaanza na Blanco, kesho Blanco haanzi. Yaani kuna watu walikuwa ni kuwakuta kwenye timu ni kawaida. Hapo namzungumza Fei, utamzungumza mtu kama Jibril Sila, ni watu ambao unaweza kuwakuta kwenye timu muda wote. Yes. Lenioro, Yorodiabi. Yaani ni moja kati ya majina ambayo hamna shida. Yes. Sio kitu kibaya. Yes, Yorodiabi ni moja kati ya watu ambao wamekuwa wanaapia sana kwenye kikosi chake. Msindo amekuwa anaapia sana kwenye kikosi chake. Ila maeneo mengine amekuwa na hizo rotation. Adolf amekuwa anakosekana kwa muda mrefu kwa sababu ya majeraha. Akirudi anapata nafasi, kuna mtu atakaa nje. Kwa hiyo naamini angekuwa na kikosi cha moja kwa moja ambacho kimekamilika, naamini angekuwa ni ametoa ushindani sahihi. Ila bado kwangu mimi naamini ana hiyo nafasi ya kuendelea kubaki Azam kama klabu itaendelea kumwamini, kwa sababu tunazungumza hata Dabo ni watu walimuamini wakampa timu ila angalia msimu ulioanza wamemnyoa mapema sana. Ni kwa sababu walikuwa wanaamini huku tunakoelekea siko, na amecheza ni mechi 2 za ligi, ila watu waliamini kwenye hizo mechi 28 zilizosalia kama ndo tumeanza hivi hatutatoboa. Watu wameamua kumuondoa, wameleta mtu mwingine. Kwa hiyo mimi naamini ni swala la viongozi wa Azam kumwamini kwenye kile ambacho mimi nimekiona Azam wanakicheza. Wanacheza mpira ambao unajua ni kitu gani kinatakiwa kutokea. Tumeona wanatoa hizo games zenye ushindani kwenye hizi mechi ambazo tunaamini ni mechi za kimaamuzi. Watu wamekuwa hawashindi kama walivyozoea. Lakini tuseme hiyo Simba labda tuseme Azam kucheza labda na Simba na Yanga na kutoa hiyo game zenye intensity, tunasema game zenye uzito hali ya juu heavyweight. Naona kama umekuwa ni utaratibu wao kwa kipindi cha muda mrefu. Yaani hata kama sio Rashid Tausi, hata kipindi cha Dabo unaona hicho kitu, sijui kipindi cha nani unaona hicho kitu. Lakini sasa imefikia wakati Azam wenyewe anatakiwa sasa ionyeshe intensity ya moja kwa moja kwenye mechi nyingine ambazo nyie wachambuzi na watu wengi pia ndo wamekuwa wakizililia kila nyakati. Na unajua imekuwa inatokea sio kwao tu. Imekuwa ni vilabu vingi ambavyo ndo vinaanza kuutafuta huo ukubwa. Wanaamini kuupata ukubwa ni kushinda dhidi ya wakubwa. Ila kuupata ukubwa ni kushinda dhidi ya hawa ambao hawa wakubwa wanakusanya alama nyingi kutoka kwao. Kwa hiyo naamini kuna mentality ambayo ipo, na naamini huenda sio kwa mwalimu, ni kwa wachezaji. Yaani unajua kuna wakati wachezaji wanaamini kushinda dhidi ya Simba, kushinda dhidi ya Young Africans ni kitu bora zaidi kuliko kushinda dhidi ya Fountain Gate. Ila wanasahau wanaotoa ubingwa sio Simba na Yanga, ni hawa wengine wote wanaosalia huku nyuma yako. Kwa hiyo kuna namna naamini Tausi kuna kitu alikuwa anatamani kukibadilisha, na ndio maana kuna baadhi ya games ambazo Azam alikuwa hawezi kushinda, alikuwa anashinda. Mechi ambazo unaamini Azam anashinda ndizo mechi ambazo alikuwa anafungwa kwa sababu ya amekuwa na mategemeo makubwa kuliko uhalisia. Anasahau kwamba kuna watu pia wanajiandaa kwa sababu yake. Wanamtem kama timu kubwa. Kwa hiyo mimi naamini Tausi ni vitu ambavyo ameviona na anatakiwa kuvifanyia kazi kwenye kiwanja cha mazoezi. Kwenye hizi mechi zilizosalia ni yeye kuhakikisha anapambania tu hiyo nafasi ya 3 inakuwa mkononi na maisha mengine yanaendelea. Kama Azam wataridhika naye hata watambakisha. Mimi bado na imani na Tausi na bado na imani na Azam. Kikubwa asitake kulingana na Simba na Yanga. Compete na jana ya Azam tu. Akifanikiwa kuibiti hiyo
naamini kushindana na Simba na Yanga kwake itakuwa ni kazi rahisi sana.